Online TV. Alizungumza kiongozi wa dini ya Kikristo, Askofu Gwajima. Kazungumza vizuri sana. Kazungumzia mada ya wananchi wanatekwa, halafu akashambuliwa sana. Tena akashambuliwa na viongozi wa chama chake. Yaani wenyewe wanakerwa na kuelezwa kwamba watu wanatekwa, hilo linawakera. Wakamshambulia sana. Lakini wakati wamemshambulia, siku ya pili ya tatu yake tu akatekwa Sheikh Zanzibar na akauawa. Kuna magenge yako mjini yanakamata watu, yanaua. Hii serikali inashindwa kukamata genge la watu wanaua watu. Serikali hii kuna uhalali wote uko madarakani? Kwa hiyo ndugu zangu, ni lazima tushirikiane katika hili. Mimi nimefanya sana hizi juhudi na nimeandika kitabu, nimefanya utafiti mkubwa juu ya Watanzania wanaopoteza maisha, na nimefanya utafiti katika mazingira magumu sana, kwa sababu nilikuwa nakwenda kwenye maeneo husika kule ambapo watu wanapotekwa na wao. Mimi nilikuwa nakwenda na naongea na zile familia. Kwa hivyo kujenga uhalali wa sheria kutanisaidia sana kufanya hizi harakati, na kuzifanya kwenye chama ambacho kina mazingira mazuri pia kutasaidia sana hizi harakati za kupigania haki. Jambo la mwisho ndugu zangu, kwa sababu ya muda, nielezee kidogo mfumo wa uchaguzi unaokwenda Oktoba. Ni uchaguzi wa vyama vingi, lakini vyama vikubwa kwa Tanzania ni vitatu. Ni CCM, ni Chadema pamoja na ACT Wazalendo. CCM watashiriki uchaguzi. Chadema hawatashiriki uchaguzi. ACT Wazalendo watashiriki uchaguzi. Ninachokushaurini, nendeni mkapige kura na pitishieni viongozi wenu kupitia chama cha ACT Wazalendo. Na nitaeleza sababu. Ukipitisha viongozi wako ACT Wazalendo, ina maana umefanya mabadiliko. Mabadiliko ni jambo muhimu katika maisha. Tunaelewana ndugu zangu? Lazima uwe unafanya mabadiliko kwenye maisha yako. Yaani kama huna akili ya kufanya mabadiliko, wewe unahesabiwa kama ni mtu mpumbavu, mtu mjinga, na utaangamia. Kwa hivyo ukichagua viongozi wako kupitia kwenye chama cha ACT Wazalendo, ambacho ndio chama kikubwa kitakachokuwa kimefuatia baada ya CCM, utakuwa umefanya mabadiliko katika maisha yako, jambo muhimu sana. Jambo la pili ni kuhusu Chama cha Mapinduzi. Kwa nini usichague viongozi wako kupitia Chama cha Mapinduzi? Sababu ni hii. Ndugu zangu, siku moja chukua ndoo ya maji, weka kwenye bomba, alafu fungua maji. Ukifungua maji, ile ndoo ikijaa, kinachofuatia ile maji yanamwagika. Tunaelewana? Yale maji yakimwagika, ile huwa ni hasara. CCM hapo walipofika hawawezi kuja na jambo jipya. Unaelewa? Hawa wako madarakani kwa muda wa zaidi ya miaka 50. Binadamu ana ukomo wake wa kuelewa na kufanya. Tunaelewana? Hawawezi kuja na jambo jipya kwa sababu ukomo wao wa kufanya mambo ndio huu. Kwa hivyo kama unataka kuendelea kuishi maisha haya unayoyaona wewe, chagua CCM. Kama unapenda haya maisha unayoona, watu kutekwa. Juzi sisi tumefanya utafiti mdogo. Tulikuwa tunafanya utafiti kuangalia kiwango cha ubinadamu, yaani hali yetu Tanzania katika miaka hii zaidi ya 50, hali ya ubinadamu ikoje? Tumefanya utafiti wa namna hiyo. Eneo tuliamua kufanya utafiti kwa hospitali, na tuliamua kufanya utafiti kwenye kitengo kimoja tu, kitengo cha wagonjwa wa figo. Hayo tuliyoona kule hospitali ni makubwa mno. Uhuru, tunatendeana hivyo, serikali inatutendea hivyo. Mgonjwa umekwenda hospitali ya serikali kutibiwa, umefika, maisha yamekuwa magumu kwa kiwango ambacho unatozwa fedha, huwezi, ile fedha huna. Alafu wao wanakuchukua, wanakuzuia. Kuna watu wamezuiliwa wiki, kuna watu wamezuiliwa mwezi mzima. Wako nendeni Muhimbili leo hii, wagonjwa wako pale, wamezuiliwa mpaka watakapopata fedha. Na kuna maiti wetu walikuwa wanadaiwa milioni 21.
Leo hii tumefika hapo. Kwa hiyo usifikirie wewe kwa kuipa ridha yako Chama cha Mapinduzi, usifikirie kwamba kuna jambo jipya litakuja. Isipokuwa kama unaridhia haya maisha sawa. Kwa hiyo kimsingi, ndugu zangu, hizi ni sababu za msingi, kwa maana kwamba hawa walipofikia hawawezi kuleta jambo jipya isipokuwa maisha haya ambayo tunaona leo hii. Na mwisho, ndugu zangu, ni kupiga kura. Muhimu, twendeni tukapige kura. Lakini kinachotakiwa mambo mawili. Nendeni kapige kura kwa idadi kubwa. Moja katika mbinu ambazo huwa zinaleta ushindi ni pale ambapo mnapopiga kura kwa wingi. Tunaelewana? Sisi tumeshiriki siasa kwa muda mrefu. Mbinu tunazijua. Mbinu moja ya ushindi ni kushiriki, yani kwa wingi kwenye kupiga kura. Na wao Chama cha Mapinduzi katika jambo ambalo huwa wanalifanya kwa makusudi, huwa ni kupunguza idadi ya wapiga kura. Ndio maana katika jambo linalowafurahisha wao sana, hakuna jambo linalowafurahisha kama swala la Chama cha Demokrasia na Maendeleo kususia. Hakuoni juhudi yote ambayo inafanywa na Chama cha Mapinduzi ambayo inapelekea labda angalau waone nafuu fulani hivi Chadema ili wakubali. Hawafanyi, wanakueleza tu zile sababu zinazofanya kwamba wazidi kukataa. Kwa hivyo tushiriki kwa idadi kubwa, hiyo itatusaidia sana katika kulinda kura. La mwisho ni kutokuruhusu kuibiwa kura. Tunaelewana? Nendeni kapige kura, hakuna kuondoka kwenye kituo cha kupiga kura. Ile kura uliyopiga wewe sio ya yule mgombea ulimchagua, ile ni ya kwako mwenyewe. Tunaelewana? Kwa hivyo usikubali kwamba yule mgombea ulimpigia kura yeye ndo alinde. Linda mwenyewe. Askari kwambia bwana kakae mita ngapi, naomba kakae wewe. Na hili ndio moja katika mambo ambayo mimi nimekuja kusimamia. Kama mliposikia wakati ule huko nyuma kulikuwa kuna mambo yaitwa ngangari. Basi wale ngangari wenyewe ndio sisi. Yaani kama mlisikia kuna mambo yalikuwa yaitwa ngangari, si ndio? Basi wasimamizi wa ngangari tulikuwa ni sisi. Na hii ndio ngangari mwaka huu tunaipeleka kwenye sanduku la kura, ngangari. Kakae mita 100, unaambia kakae mwenyewe. Mimi siondoki hapa. Mita 100 kakae wewe. Mimi nalinda kura. Kwa hivyo ndugu zangu, kwa ufupi sana nimeeleza sisi tuna haki kama viongozi wa dini kushiriki. Sababu zilizonifanya niweze kunishiriki ni kujenga uwezo wa kisheria. Lakini vile vile nimehamasisha tushiriki uchaguzi, lakini tusishiriki tu isipokuwa tukalinde kura. Oktoba KM Online TV.